Zimepakana. Dungumawe shwari. Sasa mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mpaka sasa hivi niko vizuri. Kiafya niko vizuri kabisa. Maendeleo yanaendaje? Tunakuta una train, una game hivi karibuni ama ndio taratibu wako kwa una train hata kama una game? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi mazoezi kwangu kama chakula. Nafanya mazoezi kila siku ya Mwenyezi Mungu, na hapa nilipo nina banning ya mwaka na suspended ya mwaka kwa sababu kutokana na mechi yangu ya tarehe 28 majaji hawakutoa matokeo ambayo walitoa matokeo ambayo sikulizika nayo. Kwa hiyo nilikuwa nimegoma kutoka katika ringi, lakini baadaye ilibidi nitoke. Na mpaka sasa ili swala liko TPBRC chini ya uongozi wa mwenyekiti Patrick Nyembela, analifahamu hili. Na nilienda kuomba radhi juu ya kile kitendo cha kugoma kutoka kwenye ringi. Na yote yalitokana kwamba mechi nimesaini raundi 8, lakini tumecheza mechi raundi 6 na matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wangu. Kutokana na tempa ya mchezo na damu pale imechemka kwa haraka. Sikujua nini nafanya kwa wakati ule. Na sasa hivi niko suspended mwaka na bado nimepeleka maombi yangu TPBRC ili waweze kunifungulia kwa sababu na game tarehe 25 kama Mwenyezi Mungu akijalia watanifungulia, na mechi nje ya nchi kwenda kuiwakilisha nchi Kenya na kuchezea ubingwa wa PST raundi 10. Kwa nipo kwa ajili hiyo. Kwa naona nipo katika maandalizi huku nikisubiri huruma za TPBRC sasa katika hili. Kwa nini uligoma kutoka uwanjani, kutoka kwenye ringi, lakini pia unaamini unastahili hiyo adhabu ya kufungiwa mwaka mmoja, au unaona kulikuwa na adhabu nyingine ambayo unaamini ungepewa kuliko hiyo kufungiwa? Yes, of course kwamba kilichofanya mpaka nikashindwa kutoka katika ringi, nimesaini la mechi raundi 8. Lakini mechi imechezwa raundi 6 na mchezo wa ngumi ni mchezo wa kupigana, damu zinachemka. Ni mchezo kweli, lakini ni mchezo ambao tunapigana. Kwa damu inapochemka kila mtu anakuwa na mawazo yake na akili yake. Hii adhabu walonipa kiukweli naona kama ni kubwa sana. Ni kweli nimekosea na nimekiri kosa langu la kugoma kutoka katika ringi, na vote vinasababisha kutoka katika ringi ni kutokuridhishwa na kutokana na katika mechi zangu ambazo nimecheza. Mpaka sasa mimi nimecheza mechi 13 ambazo ziko box record, ni mechi 10. Kuna mechi 3 ambazo nimeshinda zote, hakuna hata moja iliyoingia box record. Na mechi ambazo mimi nimepoteza zote napoteza katika mazingira ambayo yani hata ukitizama wewe mtangazaji, hata kama sio mwanamichezo wa ngumi, ukiangalia unaona sio mechi ambazo mimi nafaa kupigwa, kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo wa wazi, ni mchezo ambao unaonekana. Yaani inatakiwa watu ifikie sehemu majaji marefa wawe chezeshe ngumi kwa haki. Mtu ukipigwa umesaini raundi 8, cheza raundi 8. Mtu kasaini raundi 10, achezeshwe raundi 10 kwa sababu ndo maandalizi yake. Inawezekana mimi nilijiandaa labda KO yangu naipata raundi ya 7. Unaponikatiza raundi ya 6, maana yake kuna baadhi ya vitu mimi siku nimesababisha sijavifanya. Kwa hiyo inabidi sasa ifike sehemu watu wasimame katika ile mikataba ambayo watu wameisaini. Tusizungumzie tu kwamba eti kwa sababu muda na nini. Kama kukaa tulishakaa sana. Tumecheza mechi za 9 usiku kwa sababu kwanza ni kinyume na taratibu. Mimi mechi nimesaini mkataba na cheza tarehe 28. Lakini ngumi mimi nimepigana tarehe 29. Hauoni kama ni kinyume na utaratibu? Kwa hiyo hivi vitu tunavyofanya inabidi viongozi wavitizame sana. Wanazidi kutumiza sisi mabondia. Mimi nikiwa kama bondia wa ngumi za kulipwa sasa hivi na mke na watoto 4 ambao wananitegemea, mimi ndo baba yao na sina kazi nyingine zaidi ya ngumi. Sasa leo unaponifungia mwaka, maana yake siwezi kupokea kazi nyingine. Hakuna promoter atakayenipa mimi mkataba na nikiwa na banning ya mwaka. Ni ngumu kwa kweli. Kwa hiyo inabidi viongozi pia na wao watizame katika hizi adhabu ambazo wanatupa, wao wanatizama bwana, kosa hili kweli huu adhabu hii inamstahili, lakini adhabu kosa hili inafaa labda alipe faini ili asije akarirudia tena. Haimaanishi kwamba mtu kugoma katika ringi ndio mtu aachwe, hapana. Inatakiwa apewe adhabu, lakini sasa wao tizame adhabu ya kumpa mtu. Kila bondia ukimfungia mwisho wa siku utakuwa hakuna mabondia watakaopigana. Itakuwa sio kweli, na mabondia kwa asilimia kubwa watu ambao wanafanya makosa mengi ni mabondia. Kwa sababu ni mchezo wa kutiana hasira, ni kutiana ghadhabu. Kabla ya kucheza mchezo mnakuwa marafiki, lakini unapoingia kwenye ringi pale urafiki unaondoka, mnakuwa maadui. Kwa hiyo ule uadui unatengeneza mchezo wenu kuwa mgumu. Kwa mashabiki unakuwa ni mzuri, lakini kwa ninyi unakuwa ni mgumu. Na kutokana na maandalizi ambayo mtu anajiandaa, hakuna mtu anajiandaa kwenda kupigwa. Kila mtu anajiandaa kwenda kushinda. Na mtu akipigwa, awe kapigwa, akishinda ashinde, akidraw matokeo yatoke draw, lakini sio mtu ka draw unampaka akapigwa. Mtu kashinda unampaka draw. Hiyo inakuwa inatuumiza sisi mabondia kusema za kweli. Sisi mabondia tunatamani kuna mahala tufike kupitia ngumi. Kwa sababu ukizingatia elimu zetu sisi za kuungaunga, labda nimeisha darasa la 7, maisha yangu wenyewe ndo sina. Kwa hiyo ilipokuja fursa ya kucheza ngumi na nguvu ninazo, uwezo ninao, akili ninazo, naona bora niende nikaifanyie hiyo fursa nicheze ngumi. Hasa leo unapokuja kunipiga banning ya mwaka,
hiyo ni kunirudisha mimi, kwa sababu utanisababisha hata mazoezini nisihudhurie, na banning ya mwaka mazoezi nafanya enda kupigana na nani? Sijui umeelewa vizuri. Moja story kubwa ni ile ambayo ulisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka Uganda kwa basi kwenye Kenya kwa basi kwenye fight yako, ukaomba Tanzania wa kuchangie. Ilikuwa scenario namna gani, lakini pia vipi kuhusiana na promoter ambaye alikupa hiyo fight, lakini pia kwa nini asingekupa tiketi ya ndege kutoka Tanzania mpaka Kenya kwa basi na huna hela mpaka ukaomba huruma ya Watanzania? Ni mtihani kusema za kweli kwamba mabondia sisi, kama nilivyorudia tena, mabondia ni watu wa hali ya chini sana. Maisha yetu yenyewe, kula zetu zenyewe ni za kuungaunga. Kwa hiyo unapopata fight, hata ukiambiwa ni $100, $200, unaona bora nisiache, acha nikaichukue. Ni ngumu sana, na ile mechi kiukweli miongoni mwa mechi ambazo kwanza najivunia ni kupitia ile mechi. Ilinitambulisha mimi kama bondia, na nilifanya vitu ambavyo hata Wakenya mpaka kesho wana hiyo record kule kwao. Nilipigana raundi 8 na nikatoka, na matokeo yanatangazwa kwamba ni draw, ukumbi mzima walizomea. Hawakulizika na ile draw kwamba nilishinda, na miongoni mwa Watanzania tulienda Watanzania 7 na wote tulienda kwa basi. Hii yote ikitokana na ngumi zetu kuwa chini, na wao pia wanatuchukulia sisi ni mabondia cheap sana. Lakini wenzetu wakitoka huko wakija huku kwetu wananyenyekewa, wanapandishwa ndege, wanalipiwa hoteli nzuri, wanakaa mahali pazuri. Mimi nilienda Kenya, ilibidi nifikie kwa mshikaji wangu na rafiki Mkenya, ilibidi sana nifikie kwake kutokana na hali. Umesaini $400, haya hiyo $400 unaenda kule ukapigane raundi 8. Sawa, urudi hapa Tanzania, unaenda na basi, urudi na basi. Ukiangalia ni kutoka hapa mpaka Kenya ni kilomita nyingi sana. Kwa hiyo hilo pia inabidi serikali yetu na yenyewe pia itazame.